Game time, tuonavyo sisi. Benfica amemaliza msimu bila kufungwa tangu Jose afike, hawajafungwa. Nadhani ni tangu Jose afike au msimu mzima hawajafungwa. Sasa hiyo ni CV anakuja nayo, yani pamoja na kwamba hawajachukua kikombe kwa sababu ya draw alizozipata. Nadhani sasa ni wakati ambao bado sioni kama ni tishio sana kwa Barcelona, kwa sababu Barcelona wao wanacheza kwa namna yao. Game time, tuonavyo sisi. Bwana, karibu kwenye wiki ya mwisho ya EPL. Karibu kwenye wiki ya kumfahamu bingwa wa ligi kuu ya nchini Uingereza. Ni weekend ambayo imesheheni mambo mengi kulikweli makubwa ambayo tunakwenda kuiangazia hapa ndani ya Game Time. Kumbuka ni weekend ambayo pia tunaenda kushuhudia watu wakishuka daraja, watu wakichukua makombe yao, watu wakichukua nafasi ya kushiriki michuano mikubwa barani Ulaya. Kwa hiyo ni weekend ya kibabe kulikweli. Sensei. Jina langu ni Andrea Masawe na mimi nimpo vizuri sana Muro King Mswahili pamoja na Sensei. Crew nzima ya Game Time ipo poa kulikweli na imejiandaa kwa ajili ya kuangalia kila kitu ambacho kinakwenda kujiri weekend hii. Nadhani EPL ni mtu akishuka daraja, kwa sababu tayari kuna watu wawili washashuka daraja, ama namna gani? Mtu. Mtu. Kikubwa lazima mtu akosolewe. Haujapenda? Mimi kawaida yangu sasa hivi. Bro, nisamee. Stereotyping ya Chelsea nitaimaliza tu. Bana, tupo vizuri? Tuko vizuri. La Liga tunaenda kuimaliza weekend hii. EPL tunaenda kuimaliza weekend hii. Lakini pia kuna kukaribishwa kwa baadhi ya makocha kwenye vilabu mbalimbali. Real Madrid wakiwa na Jose Mourinho, huku Chelsea wakiwa na kocha la dunia, kocha anayekuja, kocha barobaro Xabi Alonso. Sasa kocha la dunia sio? Yeah. Nice. Mbona tunataka tukacheki kile ambacho kinaendelea pale La Liga. Kuna context tofauti ambazo zinatokea pale La Liga. Hasa kwa Atletico Madrid. Tunafahamu bingwa tayari ameshajulikana ambaye ni FC Barcelona. Tunaenda kumaliza msimu, lakini kuna uhakika wa 100% kwamba Simeone ataendelea kuwa kocha mkuu wa Atletico Madrid pale Hispania. Sasa context ambayo ipo kwenye swala la Simeone ni kwamba Atletico Madrid anaonekana hachukui sana makombe, hana mafanikio ya makombe chini ya Simeone, lakini still bado wanamshikilia Simeone na hakuna vuguvugu lolote la kwamba labda mabango Simeone out nini. Hakuna kipi ambacho kipo nyuma ya Diego Simeone na Atletico Madrid. Why bado yupo kwenye role ya Atletico Madrid na Atletico Madrid haina yale mafanikio ambayo tunahitaji? Ni Diego Simeone. Diego Simeone ameifanya Atletico kuwa hapo ilipo sasa hivi. Yeah. Tangia amechukua timu mwaka 2011, takriban miaka 15 sasa. Yeah. Amechukua vikombe vyote isipokuwa Champions League. Lakini kuna mambo kadhaa ambayo nadhani executives team ya au mabosi wa Atletico wamekuwa wanakiona. Simeone ameweza aliweza kuvunja ule utawala wa Barca na Real Madrid, akaweza kuwa na compete nao na mpaka kuchukua mataji. Lakini Simeone amekuwa na uwezo mkubwa sana wa kuadapt. Sio jambo dogo kwa kocha kujenga kikosi kila msimu. Hapo nyuma ameweza kupita kwenye eras za kuondokewa na wachezaji nguli, Thibaut Courtois, Radamel Falcao, Lucas Hernandez, wachezaji kama hao. Hata Antoine Griezmann mwenyewe aliondoka akarudi. Kwa hiyo ana uwezo wa kutumia rasilimali walizonazo kutengeneza kikosi kila msimu. Hicho sio kitu kidogo. Tunishana misuli na timu ambazo zinaweza kununua wachezaji 3, 4, 5 kwa euro 50 sijui. Hicho ni kitu kikubwa sana. So ameweza kuadapt vizuri tactically as well, kwa sababu mwanzoni Simeone alikuwa anajulikana
kama mtu ambaye yuko very defensive minded, lakini kadri miaka ilivyozidi kwenda naye aka evolve ikawa ni timu ambayo ina uwezo wa anatengeneza timu ambazo zina uwezo wa kupossess vizuri, ina transition nzuri, zina uwezo wa kucompete kwenye modern football. Lakini kitu ambacho mwanzoni El Cholo alikifanya ni timu kutaka kuwa na a big superstar. Yeye hicho kitu kwake akihitaji. Alikuwa ndio maana aliweza kuwaruhusu mchezaji kama Radamel Falcao kucheza misimu miwili tu, lakini kwa mafanikio makubwa sana. Monaco wakagonga hodi wakauza kwa pound milioni 60 kitu kama hicho. So ni timu ambayo anataka iwe grounded, ni timu ambayo anataka wote wawe na target moja, sio mmoja akiwa anaonekana na mapembe zaidi ya wengine. Lakini CEO wa Atletico Madrid na executive team ya wale pale Atletico ni mashabiki wakubwa sana wa Diego. Yani wale huambii kitu, especially the CEO umwambii kitu kwa El Cholo. Kwa hiyo ana backup nzuri ya uongozi, lakini nadhani ni kwa kitu ambacho amekifanya for the past 15 years ndicho kinachomfanya aendelee kuwepo. Nadhani El Cholo kama ni kuondoka basi atajisikia yeye kuondoka, lakini si klabu kusema kumfungashia virago. So atakuwepo na msimu ujao El Cholo atakuwepo. Kwa kile ambacho anakitoa labda Simeone ndani ya Atletico Madrid, kuna uwezekano msimu ujao tukamuona labda kwenye nafasi ya kuchukua ubingwa, sababu ukimwangalia anafika finali nyingi kubwa. Anafika finali ya UEFA Champions League mara nyingi kwa kweli, lakini amekuwa hachukui mara nyingi akikutana na timu kubwa kama Real Madrid na timu nyingine. Sasa ni kwamba si kocha wa makombe ama bado kuna vitu hana? Ushindani ni mkubwa kwenye mashindano makubwa ya Ulaya. Ushindani ni mkubwa sana. Kwa hiyo na in most cases unakuta timu ambazo zinafika mbali zina watu ambao wana uwezo mkubwa sana wa kuamua matokeo. PSG, Real Madrid, mara zote ambao wameweza kuwanyamazisha Atletico Madrid walikuwa na watu, kuna just moment of brilliance ya mchezaji mmoja. Sijui Sergio Ramos alipotokea huko, sijui Gareth Bale ametokea wapi, Cristiano Ronaldo hivyo. Wana wachezaji kama hao. PSG, Ousmane Dembele, Vicha, Desire Doué, wana wachezaji ambao wana uwezo mkubwa sana wa kuibeba game. Kwa hiyo nadhani anahitaji pia watu wa namna hiyo, na sasa hivi tena Griezmann anaondoka. Itakuwa ni kuna shimo pale ambapo alikuwa anacheza Griezmann. So I expect anaweza ka strengthen kikosi msimu ujao. Ni lazima apatikanike mtu. Kama akishindikana kupatikanika mtu wa profile ya Griezmann, basi agawanye majukumu ya Griezmann kwa wachezaji wengine. So na hiyo ndo naona ni realistically itaweza kutokea. Lakini pia I think kuongezea point ya Mswahili ni kwamba mimi nafikiri CEO na management au body ya wakurugenzi wa Atletico Madrid wanaijua timu yao. Kwa hiyo inawapunguzia wao pressure, kwa sababu mara mbili ambazo Atletico Madrid alifika finali dhidi ya Real Madrid, na tunajua namna ambavyo Real Madrid ameinvest. So here comes a time unaenda kucheza finali dhidi ya timu ambayo ni bingwa wa kihistoria kwenye michuano hiyo, na ana kila aina ya mchezaji. Nadhani unakuja kukutana na Real Madrid ambao labda ina Bale, ina Ronaldo, ina Benzema, wako pale. Yani we mwenyewe ukiangalia kikosi chako unasema tumefika finali kwa kudra za Mwenyezi Mungu. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ambalo nadhani Atletico Madrid wanaliangalia kwa Diego ni kwamba, kama alivyosema Mswahili, with the limited resources that he has, kwa zile rasilimali kidogo au rasilimali finyu alizonazo, anafanya mambo makubwa. Hakuna timu duniani ambayo inaweza ikafukuza kocha wa aina hiyo, kwamba unaweka 100 inatokeza upande wa pili.
Hakuna kocha atafukuzwa kwa style hiyo. So I think moja, executives wa Atletico Madrid wanaijua timu yao, wanajua wamewekeza nini, na pili, malengo. Sidhani kama Atletico Madrid ni timu yenye pressure ya makombe. Makombe yanaweza yakawa yanakuja kwa sababu tuko kwenye the right path and tunahitaji kushinda vikombe, lakini sidhani kama Atletico Madrid wako kwenye pressure kubwa kiasi hiko kama FC Barcelona na Real Madrid, kwa sababu unachoki-inject kwenye kikosi chako ndo kinacho determine wewe unataka nini mwisho wa msimu. Sasa kama unanunua mchezaji kama labda Julian Alvarez once in a blue moon, hawezi kutaka matokeo kama ya FC Barcelona na Real Madrid. So hamna namna ambayo wataweza kumuondoa, kwa sababu wanaweka kidogo wanapata nyingi. Bwana, hiyo ni Atletico Madrid. Bwana, Antonio Griezmann anaondoka pale Atletico Madrid na tayari anasema ambapo anaelekea. Kwa performance ya Griezmann tunaweza tukaona ni mtu ambaye anaweza pia kuleta ushindani pia kwenye soka la Ulaya. Why wamekuwa wakiondoka mapema sana? Namuona pia Messi kafanya hivyo hivyo, lakini ukimwangalia namna ambavyo anacheza, ile performance yake bado alistahili pia kubaki Ulaya. Why Griezmann anaondoka Atletico Madrid? Performance yake ni wakati sahihi wa kuondoka Atletico Madrid, lakini pia mrithi sahihi wa Atletico Madrid pale unamuona kama ni nani akipo nafasi yake anaweza akaperform vizuri ndani ya Atletico. Griezmann labda ana sababu takriban 3 za kwenda sehemu nyingine na kushine, au sababu 3 za yeye kutoka Atletico Madrid. Cha kwanza, kwenda specifically Marekani. Anaweza kwenda Marekani pia vile vile. Kwa sababu ndo anaenda. Jordan. Sikumbuki jina. Jordan. Anaenda Marekani. Kuna timu moja ya MLS. Orlando. Walisha sign. Orlando. Okay. Orlando City. Timu alikuwa anacheza nani? Luis. Nikajua ulivyosema nani, labda ulikuwa unafikiria hapana. Kumbe ni Luis nani? Yeah. Okay, cha kwanza itakuwa ni umri. Kwanza miaka 35 kucheza competitive football inahitaji nginja zaidi ambazo kwa level ya ungeweza kucheza labda Huesca, labda unaweza kucheza Oviedo, lakini kwa timu kama Atletico Madrid ambayo inahitaji nginja na wanagombania ubingwa, wanagombania UEFA Champions League, wanagombania Copa del Rey, kwa hiyo kidogo ingeweza kumuia vigumu. Cha tatu ni mapenzi aliyokuwa nayo dhidi ya Atletico Madrid, kwa sababu sometimes unakipenda kitu kiasi kwamba unahisi nikiwepo ndashindwa kukisaidia. Bora space yangu aje aione, feed mtu ambaye ana uwezo zaidi yangu, ana chachu zaidi yangu na ana umri mdogo zaidi yangu, ambao atakuwa na span kubwa ya kuisaidia timu. So akae kwa mbali kuiona Atletico Madrid ikifika mbali zaidi, lakini yeye atakuwa amesababisha kwa kuiachia nafasi ya mtu ambaye atakuja kufanya mazuri zaidi. Kwa mfano kama umesema potential watu ambao wanaweza kureplace nafasi yake, labda Julian Brandt yule wa Borussia Dortmund, ambaye kwa namna moja au nyingine mkataba wake umeisha pale Iduna Park, au King Lee ambaye na yeye Likangin PSG. Labda kwa namna moja au nyingine PSG vile apati game time, wanaona kuna sehemu anaweza akalifidi, lakini nilichokuwa nakiona kwa Cholo, anapenda sana kucheza na double striker. Asipocheza na Thoroth na Griezmann, basi atamwanzisha Julian Alvarez na Thoroth. Means anakuwa anamhitaji mtu namba 10 ambaye kwanza kama amsaidii kufunga, anamsaidia kukaa na mpira. Anahitaji namba 9 ambaye akitimia kwenye boxi namba 10 anaokota zile second balls wanasema. So kwa kalba ya mtu kama Alvarez, kwa namna moja au nyingine anaweza akamconvert yeye kuwa kama Griezmann. Though anaweza akamuongeza mtu kwa ajili ya kuongeza namba ya squad, lakini mimi nahisi kwa kikosi akitatetereka sana kama atacheza pia na huyo Alvarez na Thoroth, unless kama Alvarez na yeye ana mpango wa kununuliwa sehemu nyingine, na kama ataenda kwa rivals kama Barcelona, kazi itakuwa kubwa. Lakini sidhani kama atachokifanya hicho, maana kama Griezmann alitoka Atletico akaenda
Barca. Akaenda Barca, alafu mambo ya kwenda vizuri na Kombe akapishana nacho. Yes, Alvarez kuna kitu atakuwa amejifunza. Na kwa Cholo kwanza kubakia pale Metropolitano kunaonyesha ni jinsi gani kuna ule tunasema patriotism. Uzalendo. Yani patriot wa klabu, kwa sababu kama miaka 15 unajua culture. Sometimes unakuwa culture umeikuta, lakini wewe umeibadilisha kulingana na matakwa yako unayoitaka. Yeye ndo alosaidia ku expand ule uwanja wa Metropolitano. Kipindi anakuwa na bajeti ndogo, anachukua kina Dan Turan, kipindi wakina Koke ni Mayanki. Nafikiri hata Koke na yeye anaweza kama msimu huu pia na yeye ni wa mwisho kuna nilikukaa pale. Kwa hiyo Oblak amedumu sana. Jan Oblak pia. Alafu by the way Atletico wanakuaga na kali ya makipa na mastriker for sure. Yani ukiangalia mastriker wote wale huika duniani kwa namna moja au nyingine amepita Atletico ama makipa. Sababu kuanzia Falcao, Diego Forlani, Torres, kuna Aguero, kuna Griezmann. Ameenda pale nani anaitwa Diego Costa. Martinez ile aliyotoka Porto. Anasema alikuwa na msimu mmoja tu mzuri. Sasa mtu kama hajapita pale. Nani? Alvaro Morata. Alipita Real Madrid. Nadhani Alvaro Morata amecheza kila timu duniani. Atletico. Alvaro Morata cheza Atletico. Alvaro Morata amecheza kila timu duniani. Yani kila timu unaoifikiria wewe jua kubwa. Tena kitu cha ajabu kuhusu Alvarez ni kwamba kabla Alvarez hajaenda Atletico Madrid amepata kikombe kila mahali alikoenda. The only place Julian Alvarez hajapata kikombe ni Atletico Madrid. And I think kama atabaki msimu ujao anaweza akaokota kitu. Au akaamua tu kwamba hii acha ipite nifuate vikombe, lakini endelea. Kiko. Alikuwa amefikia wapi? Kwa amefika pale bajeti ndogo Atletico Madrid nini? Atletico Madrid ukilinganisha kweli na bajeti ndogo ya Atletico Madrid, alafu kocha kama anaweza kusajili watu ambao wanaweza kumpa matokeo, akina Molina anaweza kuwa control. Kitendo kwanza cha kumsajili mtu kama yule Molina, kwa sababu alionekana kwanza World Cup tu jinsi alivyoonyesha. Akaja kwa bajeti ndogo na so space ndogo, so nafasi mbaya alomaliza kwenye ligi vile na amecompete paka nusu finali ya Champions League. Tukirudi nyuma kwenye zile hatua alizokuwa anafungwa na Real Madrid, kuna hatua moja alifungwa finali ya Real Madrid, lakini yeye alimfunga kwenye ligi. Kipindi hicho mara kwanza kuingia finali ya Champions League alichukua La Liga, lakini Champions League alifika finali alifungwa, lakini kwenye kipindi cha La Liga alimfunga Real Madrid. Mwisho siku akaja akafungwa finali. I think walifika finali back to back, Atletico na Real Madrid, si ndio? Madrid ya kwanza sasa. So sioni sababu ya kuona kama Atletico Madrid inaweza ikatetereka kwa namna moja au nyingine kumpoteza Griezmann, ama kwa kumuongezea mkataba Cholo kutakuwa kumeibusti sana. Sina uhakika huo, kwa sababu nafikiri watu wote hata dressing room ya Atletico walitegemea kwamba Cholo atabaki, na kuanzia msimu umeanza walijua kwamba Antoine Griezmann atakuwa akiondoka, kwa sababu nakumbuka press conference ya yeye kwenye first leg against Arsenal alizungumza hayo mbele ya Cholo mpaka machozi akawa na mlenga. Cholo aliongea maneno ya uchungu sana kumwachia mtu kama Griezmann kuondoka msimu. Wana La Liga, ratiba ya mwisho kabisa ya kufunga msimu inasimama kama ifuatavyo. Michezo hiyo itachezwa majira ya saa 4 kamili usiku. Celta Vigo atakuwa uwanjani dhidi ya Sevilla, Deportivo Alaves dhidi ya Rayo Vallecano, Espanyol dhidi ya Real Sociedad, Girona dhidi ya Elche, Getafe dhidi ya Osasuna, Mallorca dhidi ya Real Oviedo, Real Betis dhidi ya Levante, Real Madrid dhidi ya Atletico Club, lakini Valencia watakuwa uwanjani dhidi ya FC Barcelona. Game ya mwisho Barcelona akiwa ugenini. Sasa kwenye issue ya Real Madrid, rasmi Jose Mourinho ana asilimia nyingi ya kuitumikia Real Madrid. Ni Real Madrid mpya ambayo inakwenda kujengwa. Tumemchambua sana kwenye vipindi vilivyopita, lakini tulimchambua kwenye engo ya kucontrol wachezaji kama kina Mbappe, kina Vinicius Junior.
Sasa kwenye role yake ya kucheza uwanjani atahitaji kuongeza watu ndani ya kikosi ili aweze kuplay role yake vizuri, ama ana wachezaji ambao wanaweza wakampa chochote ambacho anakitaka Jose Mourinho? Yeah, kwanza I think taarifa ya leo ni kwamba Dani Carvajal anaondoka baada ya kutumikia Real Madrid kwa takriban misimu 23, misimu 10 kama mchezaji wa timu yani huku kwa watoto, na misimu 13 kama mchezaji wa kikosi cha kwanza, na ameshinda takriban vikombe au mataji 27, 6 kati ya hayo ni Champions League. I think miaka mingi ijayo tutakuja to appreciate. Kwa sasa inawezekana tukawa hatuoni kama ni kitu kikubwa, lakini miaka mingi ijayo tutakuja to appreciate kile kikosi cha Real Madrid ambacho kimeshinda Champions League 6. Kuna wachezaji ambao wao wana idadi ya Champions League almost the same na Liverpool katika maisha yao yote ya kuwepo duniani. And kwa mujibu wa rekodi ni kwamba huu ni msimu wa 6 mfululizo ambapo captain wa Real Madrid anaondoka. Kirudi nyuma alikuwa Modric nadhani the other time. Kabla ya hapo walikuwepo wakina nimesahau majina, lakini ni msimu almost wa 6 captain wa Real Madrid anaondoka, na Real Madrid wametangaza kwamba Carvajal anaondoka. Hiyo ndio breaking news, ukiachana na breaking news kwamba Jose Mourinho amepewa rungu. And ninatazamia Real Madrid wataoffload wachezaji wengi sana. Nadhani tuliongea kwenye game time ya wiki iliyopita kwamba the only way Real Madrid anaweza kusurvive na kucompete vizuri msimu ujao, kwa sababu Real Madrid unlike Atletico Madrid na timu zingine, Real Madrid ni timu ambayo inaangalia tu kupata vikombe. So the only way Real Madrid atacompete ni kuoffload wachezaji, na nimeona Camavinga ameachwa kwenye kikosi cha Ufaransa, kwa hiyo sidhani kama Camavinga ataendelea kuwepo Real Madrid. Kuna watu fulani ambao nadhani Jose Mourinho akifika first order of business atawaweka pembeni. Na tunamjua Jose alivyo. Jose ukiachana na yeye kuweza kucontrol ego za wachezaji, of course he's the special one, lakini nadhani defense wise au defensive wise Jose is one of the best coaches out there kwenye ulinzi. Huko kwenye ushambuliaji Jose ni mtu wa kushinda moja moja, na anakuja Real Madrid akiwa ana boast kwamba ana invisible akiwa Benfica, kwa sababu Benfica amemaliza msimu almost all season nadhani tansaisha, lakini nadhani Benfica amemaliza msimu bila kufungwa. Tangu Jose afike hawajafungwa. Nadhani ni tangu Jose afike au msimu mzima hawajafungwa. Sasa hiyo ni CV anakuja nayo. Yaani pamoja na kwamba hawajachukua kikombe kwa sababu ya draw alizozipata, nadhani sasa ni wakati ambao bado sioni kama ni tishio sana kwa Barcelona, kwa sababu Barcelona wao wanacheza kwa namna yao. Utamfunga yeye, lakini kuna watu 18 wengine wamebaki ambao yeye atawasambazia umeme tu kama kawaida. So it's a new era for Jose Mourinho, japo sitegemei kwamba Jose atakuwa na mapya sana tofauti na yale aliyoyafanya round 2 zilizopita, lakini he won't go down without a fight. Nadhani swala la ukiachana na kutoka Benfica, maliza msimu na Benfica unbeaten, lakini Jose Mourinho sio mtu mgeni Bernabeu. Ameshaenda pale, ameshachukua ubingwa, ameshafika kuipeleka Madrid mara 2 nadhani mpaka nusu finali. So na alimaliza msimu kwa record ya kufunga magoli mengi pale La Liga. So sidhani kama ni mtu mpya sana pale. Hawezi kuwa mtu mpya. Sidhani kama azijui corridor za Bernabeu. Sidhani kama hamfahamu vizuri Don Florentino Perez. Anamfahamu vizuri, na sidhani kama ni Jose sio mtu wa kaa hapo fanya hivi. So lazima atataka ahodhi the dressing room, awe na say ya nani anatoka, nani anaingia, nani anaanza, nani hivyo. Maana yeye sio mtu yule wa kupelekeshwa.
Kama alivyosema Muruo, fagio ni lazima lipite. Fagio lazima lipite. Kuna wachezaji wengi tu ambao wanaweza wakaondoka pale. Wachezaji ambao wengi wanashinda kwenye meza za matibabu. Kina Alaba, sijui kuhusu na Eder Militao, lakini naye amekuwa glass sana for the past two seasons. Lakini nadhani mchezaji ambaye aliwahi kumsifia miaka kadhaa iliyopita wakati akiwa AS Roma, ambaye ndo alimpa debut yake ya kwanza, professional debut pale akiwa AS Roma, na akamsifia akasema atakuja kuwa mchezaji mzuri, center back mzuri, Dindoni Huijsen. Nadhani wachezaji kati ya wachezaji ambao ujio wa Mourinho unaweza ukawapa uhakika kwamba sasa hivi pale kwenye backline atafutwe mtu mwingine wa partner na mimi. Mimi nitakuwepo kwa sababu jamaa amekuwa even though Madrid amekuwa wana yumba, lakini personal amekuwa na msimu mzuri sana. Game zote anacheza vizuri, anakupa 120%. So ni aina ya wachezaji ambao Mourinho anawapenda sana. The only thing ambayo sijui Mark Mourinho atabiriki bwana. Unaweza ukafika pale yule ambaye alimake incident ya Vini, alimsifia, alimkingia kifua Cristiano. Obvious. Vizuri kabisa yani, na kusema why always you, unafanywa hizi wewe, kila siku ni wewe, si mpenda kaja. So unaweza ukahisi kwamba sasa hivi Mourinho anaenda Madrid, basi kunaweza ukawa kutengeneza tension kati ya yeye na Vini. Alafu unaweza ukashangaa pale kila wiki anamuongelea Vini kwamba huyu ndo mchezaji bora duniani. But I think I know he knows how to play, na kwa sababu amekuwa Spain, anajua jinsi ya kudeal na media za Spain. Tena nadhani natural reaction ya Jose Mourinho ilikuwa ni kumtetea Cristiano kwa sababu ni mchezaji wake, obviously. Kwa hiyo inawezekana hata yeye mwenyewe kwenye lile swala, baada tu ya kumtetea huko, akaenda akamwambia sirudie tena hilo jambo. Lakini this is just my thinking. Kwa nataka kusema kwamba nisema kwa misimu 6 makapteni wa Real Madrid wameondoka. 2021 aliondoka Sergio Ramos, 2022 Marcelo, 2023 Karim Benzema, 2024 Nacho, 2025 Luka Modric, 2026 Dani Carvajal. Kwa hiyo ndani ya misimu 6 makapteni 6 wameondoka. Hii ni timu ambayo unfortunately kwa wachezaji ni kwamba Real Madrid haiogopi mtu. Possibility msimu huu akaondoka wawili, Carvajal na Valverde. Yeah, there's a possibility. Kingine kwenye swala la Mourinho, mimi na mtazamo tofauti kidogo, kwa sababu kwa kuangalia game za Benfica 2-3 sitegemei sana utofauti mkubwa wa tactics zitazoenda kutumika Real Madrid, unless awe na wasaidizi ambao kidogo wana uwezo wa kuwa na kumshawishi baadhi ya vitu kubadilika, kwa sababu kwenye football sasa hivi kumebadilika sana. Inawezekana kuna kocha ambaye yeye ni mzuri kwenye lead, kutia morali, mentality ya ushindi, lakini unakuta na msaidizi ambaye amesoma tactics tu za football ambazo yeye ndo anazi engage kwenye kupata matokeo hayo. Bado nitaendelea kuipa chapu Barcelona msimu pia unaokuja, though anaweza akaachia watu wawili watatu na maingizo mapya atakayokuja, kwa sababu kwa rekodi aliyoiweka msimu huu, kushinda game zote za nyumbani na sio chini ya goli 3 sio jambo la kawaida. Sio draw tu, ni kupiga wote waliotia miguu pale. Alokula goli chache alikuwa Real Madrid, alifungwa 2, lakini wengine wote walikuwa wanakula 3 kupanda juu. Sioni wakishinda kulifanya pia hivyo msimu uliopita, though kama ulivyosema, so kwa Madrid haiwezi kudondoka bila kupambana. Lakini unless kama kuna baadhi ya watu at least 4 wanaweza wakaondoka Madrid
kwa majina kabisa yale makubwa, wakina Vini unashangaa msimu ujao hawapo Madrid, labda Valverde hayupo Madrid, labda Kamavinga, labda Adagula, labda unaweza kumgusa hata Trent Arnold, anaweza pia asiwe chaguo, anaweza asiondoke, lakini akaletewa mtu ambaye atakuwa anaanza kwa mpira wa Jose. Trent ana kazi sana, anaweza asianze, labda anaweza akamwachia kabisa pia na Tchouameni. So at least achiwa tu takriban 4 mpaka 5, alafu tuone maajabu mengine ambayo siyatazamii sana kuyaona uwanjani. Itakuwa Madrid ambayo inatengeneza fia ya kimadrid, lakini bado. Sasa sorry, kwa kifupi kabisa. Yeah, kwa kifupi kama dakika 5. So kuna kitu ambacho mimi huwa ninakiamini, mabadiliko ni mabadiliko. Kweli. Regardless how small. Yeah? Mabadiliko ni mabadiliko. Wakati wa Carlo Ancelotti, kwa habari zilizokuwa zinatoka, hakuwa mtu sana ambaye yuko, he was not a tactical genius. Yeah? Lakini alikuwa na uwezo wa kuassemble kikosi ambacho kimebalance na kinaweza kukatimiza majukumu 120%. So the changes inaweza ikawa hivyo. Sisi tunasema lazima fagio lipite, lakini yeye kumbe ana mawazo tofauti kabisa. Sahihi kabisa. Target yake kwanza ni kufanya timu icheze kama timu, labda muunganiko, balance ambayo tunaipigia kelele, labda kwanza hiyo iwepo. Sawa, ukifuata hiyo balance ina maana utakuwa mgumu kufungika, lakini utakuwa na uwezo wa kuwafunga. Sasa hayo ni mawazo ya Jose Mourinho, lakini tunaweza tukasema kati ya hawa egoistic wawili, mmoja aondoke, lakini akakwambia hapana, watacheza tu Ronaldo. Jose Mourinho ndio kocha ambaye alimfanya Ronaldo alivyomhamisha hivi kucheza kama striker. Alimwambia hiyo game, akamwambia leo sihitaji ufanye chochote, mipira itakufuata hapo, mimi nataka ufunge. Na ndio ikawa mwanzo na mwisho wa Ronaldo kuanza kutokea sio pembeni sio na nini. So inaweza kawa chachu pia kwa Kylian, kwa sababu Kylian, kati ya Kylian na Vini, naona mimi Kylian ndo mchezaji ambaye ana uwezo wa kutokea katikati, lakini sio Vini 100% hiyo. Yeah. So inawezekana pia akasema hapana, I can work with both of them, na mambo yakawa tofauti. So changes are changes. Anaweza akachange kidogo, unaweza usione wewe kwa jicho la kawaida usione, lakini mabadiliko yakawepo, na once matokeo yakianza kupatikanika, it's done. Fikio anasema a small leak will sink a ship. Okay. Bwana, hiyo na hayo ndo mambo ambayo yanaendelea ndani ya Real Madrid. Mchezo wa mwisho kabisa wa La Liga utachezwa Jumapili. Villarreal atakuwa uwanjani dhidi ya Atletico Madrid. Atletico Madrid atamaliza ligi akiwa ugenini dhidi ya Villarreal. Jumapili pia kuna michezo ya mwisho ya ligi kuu ya nchini Uingereza. Mechi zote 10 zinachezwa kwenye viwanja tofauti tofauti. Brighton atakuwa uwanjani dhidi ya Manchester United majira saa 12 kamili. Burnley dhidi ya Wolves, Crystal Palace dhidi ya Arsenal, Fulham dhidi ya Newcastle United, Liverpool dhidi ya Brentford, Manchester City dhidi ya Aston Villa, Nottingham Forest dhidi ya Bournemouth, Sunderland dhidi ya Chelsea, Tottenham Hotspur dhidi ya Everton, West Ham dhidi ya Leeds. Hiyo ni michezo yote ya Uingereza ambayo inachezwa Jumapili hii, na ni michezo ya mwisho kabisa ambayo inakwenda kufunga ligi. Tumechambua sana ligi kuu ya nchini Uingereza, lakini kubwa zaidi, Bruno Fernandes ameingia kwenye rekodi ya wachezaji ambao wamefunga assist nyingi, assist 20 plus kwa msimu, assist 20 Thierry Henry, lakini pia Kevin De Bruyne wapo kwenye hiyo role ya wachezaji hao. Manchester United pia hiyo inashiriki UEFA Champions League msimu ujao. Kiangalia Manchester United kwenye role hiyo, hatujampata Manchester United kwenye UEFA Champions League za hapa karibuni. Ya msimu ujao tunamtabiria nini kwa UEFA Champions League yenye ushindani kama hii ambayo tumetoka kuicheki inaenda kumalizika, lakini
kwa hii misimu ya hivi karibuni UEFA Champions League imekuwa na ushindani mkubwa kweli kweli. Imekuwa na surprise package ya kina Bodo Glimt na timu kama hizo. Vipi kwa upande wa Manchester United? Unaiona ikifanya vizuri kwenye UEFA Champions League? Tunasikiza unasemaje? Surprise za kina Bodo Glimt ni mara chache sana kuziona. Zinatokea once per blue moon. Kwa hiyo sioni maajabu sana. Lakini tukirudi kwenye mashetani wekundu, mnategemea kikosi ambacho kitakuwa kina mabadiliko kidogo. Baadhi ya sehemu wataziongezea nguvu kwa ajili ya kwenda kutunisha misuli, kwa sababu unatoka Manchester United ya msimu huu inaocheza mechi 40 kwa msimu mzima, alafu inaenda kusogea at least inacheza kwa njia mechi 60 kuendelea kwa msimu unaofuata. Lazima iwe na kikosi kipana kidogo, na ndo hapo tutajua kwamba Carrick ni kocha kweli au ni tapeli, kwa sababu ukiwa unacheza Jumatano umetoka kucheza Allianz Arena na moto umepelekwa kweli kweli, alafu unaenda kucheza away Vitality Stadium Jumamosi, inabidi kwanza achana tu na tactical ziwe vizuri, pia inabidi umanage kikosi zile fresh legs uwe nazo na jinsi ya kuswitch kikosi, kwa sababu unaweza ukacheza Jumamosi alafu Jumanne tena unaweza kuwa labda unacheza Carabao unacheza FA. So kiuhalisia Man U amebadilika kuanzia kwenye jinsi ya kutengeneza mashambulizi, jinsi wanavyojiamini, mentality ya baadhi ya wachezaji imekuwa iko juu. Nashangaa kwa nini mwanangu Mbeumo saizi sio Mbeumo aloanza msimu, labda kutokana na mabadiliko kidogo ya uchezeshaji ulivyokuepo. Siku nyingine anacheza kama first nine, siku nyingine anatokea winga kulia labda, au Carrick kuna vitu alivyoviona ambavyo vinamsababisha Mbeumo asiwe huyu, labda msimu ujao anaweza akawaka. Nafikiri atacheza vizuri, yani UEFA ni kupangilia tu, sababu ni mechi 8. 4 unacheza home, 4 unacheza away. Hizo 4 za home zinakupa point 12. Though hizo point 12 ukiweza kuzikusanya zote utakuwepo kwenye ile veji ya kucheza hata playoff. Na PSG amecheza playoff wa misimu yote miwili ya league phase. Mmoja ameshinda ubingwa na zote ameenda finali. Kwa hiyo kucheza playoff so issue. Kama unaweza kucheza playoff, yes, changa talanta zako unaweza ukaondoka. So nategemea Man U ambao itaoffload baadhi ya watu. Mimi sio shabiki wa Man U, lakini sipendi jinsi Dalot anavyocheza. Sidhani kama watu wengine wanaona hilo. So nategemea baadhi ya watu kama hao wanaweza kuwa offloaded. Dalot is the longest serving member wa Manchester United kwa sasa. Lakini nategemea United iongeze watu, ili sio vizuri. Ni rahisi kuwacheka kwa sababu ni rivals, lakini kuna kitu tunakimisi, yani ile chachu ambayo unasema naenda kukutana na United au United anaenda kukutana na Liverpool kinapigwa kweli, au anakutana na Madrid kinapigwa kweli. So kwamba wanasema Manchester na Real Madrid sio game ya kukaa usiku wa manane kuiangalia, kwa sababu Madrid anashinda on the way. Lakini naamini Manchester United itabadilika sana msimu ujao. By the way ukiwa Champions League hopefully badilike, kwa sababu inahitajika iwe hivyo. Mashindano ni mengi, wachezaji inabidi uwe na aina ya wachezaji ambao wanaweza wakahimili mechi 60. Bongo tunaita inabidi uwe na kikosi kipana. Kikosi kipana, kwa sababu kiukweli kikosi cha United kinahitaji revamp, lakini sio kubwa, yes. Kuna baadhi ya maeneo ambayo yanahitaji watu wawili ambao unaona yule pale nje ukizingua akishika amemaliza. Ukiangalia bench lako unamuona Joshua, unamuona Patrick Dogu. So inabidi kuna baadhi ya wachezaji wabaki kama squad players tu. Mtu kama pale kwenye ubavu wa kulia inabidi apatikane an improved player akicheza fullback ya kulia, akimpa mashamsham Diego Dalot. Lakini pia Luke Shaw anahitajika mtu, kwa sababu Luke Shaw amekuwa si mtu tena wa kucheza mechi nyingi kwa sababu ana majeruhi yake ya kila wakati. So anahitajika mtu. Siwezi kumwamini sana kama fullback Dogu, wacha abaki acheze hivyo kama wingback, lakini sio fullback per se. Lakini sijui na kitu ambacho natarajia ni, kwa sababu sasa hivi Carrick atakuwa na pre-season,
So natumai ataitumia vizuri hiyo pre-season kujua anaenda na watu wapi wanabaki. But I'm sure watu kama kina Joshua Zexi, Mason Mount wanaweza wakatupisha. Narekebisha kauli yangu. Mchezaji aliocheza muda mrefu ni Luke Shaw, sio Diogo Dalot. Mchezaji aliocheza muda mrefu sana ni Luke Shaw. Na umesema kitu kizuri sana. Kwa kifupi sana. This is the only season ambao tutajua kwamba Michael Carrick ni mkufunzi au ni mkufunzi tapeli, kwa sababu tunakumbuka kilichotokea kwa OGS, Ole Gunnar Solskjaer. Alikuja kama caretaker, akafanya vizuri, watu wakaona chukua msimu huu hapo, na it ended in tears. Kuna tofauti ya kumanage timu ikicheza mechi 40 kwa msimu na kumanage timu ambayo inacheza mechi 60. Kwa hiyo uzuri umesema atakuwa na pre-season, nadhani atapewa panga kuamua nani awepo nani asiwepo, kwa sababu kashaka anao vizuri. Let's hope for the best. Bwana, Manchester City, Arsenal ni moja kati ya vilabu ambavyo vinafanya vizuri sana Uingereza hivi sasa, lakini wengi wanasema bwana Moro wanaiogopa zaidi Manchester City ya msimu ujao. Vipi kwa upande wa Arsenal? Mkiangalia Arsenal ya msimu ujao inaweza pia ikaleta ushindani kama ilivyoleta msimu huu? Patli nakubaliana nao. Kitakachoifanya Arsenal ya msimu ujao hiyo tishio zaidi ni kama wakichukua kombe la EPL. Tena mbaya zaidi ni kama wakifanikiwa kuchukua EPL na UEFA Champions League. Tutapata tabu sana. And kitu cha mimi sio shabiki wa Arsenal, lakini niseme ukweli. Msimu huu kwenye English Premier League, Arsenal ndo timu pekee ambayo moja haija concede penalty, na sidhani kama kuna mchezaji yoyote wa Arsenal aliopewa kadi nyekundu. Hapo naongezea, hakuna mchezaji aliopewa kadi nyekundu, na timu pekee yenye kadi chache EPL nzima. Sasa hiyo inamaanisha kitu kimoja tu, ni timu inayocheza kwa discipline kubwa sana, na kwenye vitabu vitakatifu wanasema tukimaliza kazi tutapewa taji. It is only fair for Arsenal to win this trophy. And tofauti na Liverpool ambayo msimu uliopita ilichukua kikombe, na msimu huu imekuwa Liverpool tofauti kabisa, na watu walikuwa wameshawekeza pesa. Nilikuwa nasoma sehemu kwamba Manchester United kushinda dhidi ya Nottingham Forest inamaanisha kwamba kuna turnover ya point 51 kati yake yeye na Liverpool za msimu uliopita. Na kama Arsenal wakiweza kucheza kwa discipline kubwa waliocheza nao msimu huu, of which naamini inawezekana kwa sababu watakuwa na morale kubwa kwa sababu wameshinda kikombe au wameshinda kitu, watakuwa tishio sana. Lakini vice versa is true. Kama Arsenal wakishindwa kuchukua kikombe, nadhani msimu ujao watacheza na mioyo mizito sana, kwa sababu if not now when. And City ya msimu ujao kuna tetesi kwamba Pep Guardiola anaongeza mkataba, na kama Pep anaongeza mkataba ni hiyo inamaanisha kitu kimoja tu, kwamba Pep ni competitor. Kuna mahali Skills alisema kwamba Pep ni mtu ambaye akishiriki vikombe 10 angependa ashinde vikombe 11, yani vikombe 10 aliyoshiriki na kikombe kimoja cha kushiriki vile vikombe 10. Hii inaonyesha ni jinsi gani ambavyo Pep ni mshindani, na Pep hajakubali kushindwa. Msimu huu Man City haijawa na msimu bora. Kuna wakati ambao Arsenal walitrail, niseme walikuwa na uongozi mrefu sana wa Premier League, na kama nilivyosema, tukimaliza taji tutavalishwa taji. Tukimaliza kazi tutavalishwa taji. Isije ikawa kama Celtic na timu gani, na Hearts ya Scotland, ambapo Hearts ameongoza ligi, amekaa kwenye uongozi wa ligi kwa takriban siku 260, na Celtic amekaa kwenye uongozi wa ligi mara hii na amechukua ubingwa. Sasa hatuwaombei hawa, lakini naomba niwahakikishie tutawacheka. Ukizungumzia Arsenal ya msimu ujao, kwa sababu ukisema itakuwa tena ina chachu ya kuleta competition, itakuwa ni muendelezo, kwa sababu kuanzia 2022 msimu 2022-23
mpaka msimu wa 2025-26 Arsenal amekuwa pale nafasi ya pili. Hiyo ni takriban misimu 3 mfululizo. Msimu hapa labda ndo msimu wa kumaliza yule ng'ombe alioliwa mwili mzima, labda ndo kipindi cha kuchukua mkia na kuondoka nao. So yani kama kilichokuwa kinaisumbua Arsenal ni kuvuka finish line, na ndicho hicho ambacho kimebakia. Na kuhakikishia ikitokea Arsenal wameweza kuchukua ubingwa wa EPL msimu huu wa 2025-26, sitashangaa wakichukua tena 26-27, kwa sababu kilichokuwa kinawazuia wao na kuchukua makombe ni kuchukua kombe. The moment wamechukua kombe tayari wameshajua jinsi ya kuchukua kombe, na ndio hicho kilichokuwa kinawazuia kama Liverpool kama sitolewi kweli hiyo timu, kwa sababu mimi naweza nikasema sio kama Liverpool, kwa sababu alichokifanya Slot ni kutembelea na upepo aliokuwa nao Klopp. Hakufanya usajili wowote, akachukua ubingwa jamani. Yes. Yani kwa context ipi mimi nazungumzia? Baada ya kuchukua ubingwa yeye alichukua ubingwa na kikosi cha mtu mwingine ambacho hajaedit chochote. The moment ameedit tu, kwa hiyo ndo akili zake zilianza kutumika pale. Tunajua Slot kilichompata. Sasa unamzungumzia Arteta ambaye amefanya kitu kile kile takriban misimu 5. Means akishachukua kombe anajua nini alichukua anakifanya misimu yote. Ndo machua, yani mtu umeukua, umeshatoa matunda. Kinachofuata nini? Ni matunda endelevu. Slot is a disappointment, man. Yes, yani hicho nachokwambia. Kwa mfano kama Slot angekikuta kikosi cha Klopp akaweka wachezaji wake alafu akachukua kombe, na uhakika Liverpool singekuwa na struggle hivi sasa hivi. The moment yeye ametweak formation, ametweak watu, ndicho kilichomsababisha afike alipo. Watu wa bei ghali. Lakini hivyo mimi sijamuonyesha sijamdogoisha Pep Guardiola, sijamdogoisha Alonso, sijamdogoisha Carrick wala Slot kwamba msimu ujao hawatakuwa competitive. Hapana. Sio kuwa Arsenal tu ndio itasajili na itakuwa ina matokeo mazuri, kwa sababu Liverpool itasajili, Man U itasajili sana, Manchester City kusajili ni kawaida. Chelsea hawezi kusajili. Hiyo tu yani. So tunaangalia timu ambayo inaweza kusajili. Manchester United ina morali ya kocha kijana. Liverpool sijui mtasajili nani, kwa sababu tayari msha splash zaidi ya 500 msimu huu. Na hatujachukua chochote. Kwa hiyo yani kusajili ni kazi. Labda tuenda mbali zaidi, huenda mkashiriki Europa, huenda mkashiriki. So unakutana na Arsenal ambayo tayari labda imechukua EPL, na Mungu ni nani? Labda amepiga teke tena dhahabu, amechukua na hajachezea bahati moja kusubiri nyingine, kachukua labda zote, kachukua labda na UEFA. Unakuja kuiona Arsenal ambao usajili wake kwanza utakuwa sio wa kawaida, kwa sababu tayari ameshaenda kwenye rooftop, anataka maintain kubaki pale. Means hata usajili wake hautakuwa wa kawaida. Sidhani kama wakina Madueke watakuja tena. Sidhani, ndo nachokuambia, sidhani kama watachukua watu wakuja kukaa benchi kufill ile Madueke na Kai Havertz. Yes, sidhani watachukua kaliba ya watu ambao tayari wana hasira ya kushinda chochote, kwa sababu Madueke ana miaka 22, Kai ana miaka 23. Ni watu wanahisi bado wana muda wa kufuata matokeo. Lakini ukimchukua mtu kama Bruno Fernandes ana miaka 28, ana miaka 32, huyo tayari yuko kwenye uwezo wa kusema bora nifie uwanjani lakini niondoke na nini? Na medali. Ndo watu ambao wanasema kila kijiji lazima kiwe na mzee. Lakini unapoleta watu wana miaka 21, energy ipo, mentality haita kuwepo, kwa sababu anahisi ana muda wa kufanya trial and errors. Yes, ndio hicho ninachokuambia. So kinachoweza kusababisha Arsenal iwe tishio msimu ujao ni wao kuchukua ya makombe yaliokuwa mbele yao. Ndio hicho tu kilichobakia sasa hivi. Na Arsenal akichukua UEFA Champions League ndio kombe lake la kwanza kabisa. Nafikiri kila kitu kinaanza na 1, unless kama kuna kitu kinaanza na 9 leo mniambie. Nataka tujibu kidogo. Wao walianza tu na makombe 6. Hiyo mara ya kwanza tu. Kama ni hivyo ni sawa. Bwana Afrika finali ya CAF Champions League round 2 League 2 anasema Mamelodi dhidi ya FAR Rabat. Mechi ya pili inachezwa pale Morocco. Mechi ya kwanza tumeishuhudia pale South Africa, Mamelodi akionyesha performance nzuri kweli kweli, akibuka na ushindi wa goli 1-0. Tunajua context ya Afrika. Kila mtu atashinda kwake. Ikiwa kwako.
Yeah, Vipi kwa upande wa Mamelodi dhidi ya FAR Rabat? Bado zinashindwa kuelewa ni kwa nini Champions League na Confederation Cup za Afrika kuna home and away kwenye finali. Ukiangalia finali ya Confederation ambao Zamalek alicheza na USM Alger, kila mtu alishinda kwake. Yes. Zamalek USM alishinda kwake moja, Zamalek akaja akashinda kwake moja. Walivyoenda kwenye matuta hayana mwenyewe kwa bahati mbaya. Mamelodi anacheza finali yake, nadhani ni finali ya pili au ya tatu mfululizo anacheza, au kama sio mfululizo ni finali ya tatu katika misimu 4-5 ya tangu 2020. Mara ya mwisho Mamelodi kuchukua ubingwa wa Afrika ni 2016 akiwa chini ya mkufunzi Pitso Mosimane, na from the look of things ni kwamba hiki ndo kikombe pekee ambacho Mamelodi anaweza kuchukua msimu huu, kwa sababu kule kwenye PSL, kwenye ligi ya South Africa, Orlando Pirates anahitaji point 2 tu katika point 3 zilizobaki ili aweze kuwa bingwa, na Mamelodi tayari ashamaliza michezo yake. Kwa hiyo Mamelodi anachofanya sasa hivi ni kuvaa suti au kuvaa jezi yake na kukaa karibu na TV na kuangalia mechi ya mwisho ya Orlando Pirates. Lakini huku kwenye Champions League tayari ana mguu mmoja kwenye kikombe, kinachosubiriwa ni mguu wa pili. Lakini sasa bahati mbaya ni kwamba anacheza na timu ya Morocco, na tunawajua Waarabu walivyo na dakats hasa kwenye finali. Huku kwa waliotazama mechi ya finali, Mamelodi aligonga mwamba mara nyingi sana. Obre Mudiba alifunga goli lakini baadaye aliondolewa kwa sababu ya majeraha. Kwa hiyo in a few days time tutajua bingwa, na kwa bahati mbaya ni kwamba game hii ya finali ya upande wa pili badala ya kuwa rahisi kwa Mamelodi itakuwa ngumu zaidi, kwa sababu kwanza anaenda kucheza dhidi ya wenzetu wa Morocco ambao tunajua jinsi ambavyo wana manage finali zao na jinsi mashabiki, the atmosphere. Na bahati mbaya zaidi ni kwamba Mamelodi haina mashabiki wale wa kusema kwamba wanaweza wakasafiri na timu wakailetea amsha kama ilivyo kwa Pirates labda na Kaizer Chiefs. Kwa hiyo game itakuwa ngumu sana, na I think faida kubwa ya Mamelodi ni kwamba anaenda na mtaji wa goli lake moja, lakini akienda pale kwa essence ya kusema tupaki basi ili tuweze kuambulia na ushindi ule uliobaki kule, bad things will happen. Tukawapea watu fedha kupitia bet winner. Naanza na game ya Brighton dhidi ya Manchester United. Zaidi ya goli over 1.5. Over 2.5. Both teams to score. Manchester City dhidi ya Aston Villa. Over 1.5. Over 2.5. Hapo maana yake Aston Villa atakuwa ashacheza finali. Ndio. Manchester City atashinda. Crystal Palace dhidi ya Arsenal. Over 2.5. Over 1.5. Arsenal anashinda. Wazee magoli ambayo mnacheza nayo sana. Villarreal dhidi ya Atletico Madrid. Villarreal apate goli. Villarreal anashinda. Atletico Madrid anashinda. Bonus ya FAR Rabat dhidi ya Mamelodi. Finali ya CAF. Nani anachukua kikombe? Mamelodi anachukua ubingwa. Mamelodi anachukua kikombe. Waarabu wanachukua kikombe. Ili tuwe tofauti. Safi sana. Bingwa lazima iwe tofauti. No, yani kiukweli Uarabuni mengi yanatokea. So Mamelodi ukiangalia kwanza game yao ilibidi wapate point 3 ili wachukue ubingwa wa nyumbani, wakaenda kudraw bila. Sio yani mechi 3 za mwisho hawako kwenye form yao, so usitegemei maajabu yote wanaenda kuyafanya huko. Bwana, usiache kutufuatilia kupitia Dimbani Connect pale YouTube. Full episode iko pale kupitia Game Time ya Dimbani Connect, lakini pia unatupata kupitia Game Time ya Dimbani Connect. Bwana, moja kati ya vitu ambavyo inabidi mfahamu, kombe la dunia mwaka 2026, Game Time tupo tayari kwa ajili ya kukupa yale yote ambayo yanakwenda kutokea kwenye kombe hili la dunia. Kwa hiyo usitoke kando ya Game Time, kando ya TV yako, kando ya
laptop yako, kando ya simu yako. Tupo tayari kwa ajili ya kukupa yale yote ambayo yanakwenda kutokea kwenye kombe la dunia la mwaka 2026. Kwenye mitandao ya kijamii unaweza kumfuata Skuzz_sensei kwenye mitandao yote ya kijamii, lakini @Masud Instagram, Twitter, Masud Junior, lakini Moro King Moro King na Moro King _ Moro King kwenye mtandao wa X zamani Twitter, na Moro King _ kwenye mtandao wa Instagram. Yes. Fuatilia pia kupitia jina la Andrea_Masawe14 pale Instagram na mitandao yote ya kijamii. Fuata hivyo, then tubadilishane mawazo kuhusiana na mambo mbalimbali ikiwemo tips mbalimbali za fedha. Unajua sisi ni watu wa kuwekeza. Kwa hiyo ni jambo la kusubiri na kuona ni kwa namna gani unaweza ukajiengage na watu wote na wewe ukapata chochote kitu kutoka kwao, aidha kimichezo na mengine yote ambayo mnaweza mkashirikishana. Bwana, uwe na wakati mwema. Game time tunavyo sisi.